Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetangaza msimamo na masharti magumu ambayo lazima yatimizwe kabla ya kuingia kwenye mazungumzo na maridhiano ya kisiasa na Chama cha Mapinduzi pamoja na serikali inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Mfanya maamuzi na kiongozi mwandamizi wa chama hicho cha upinzani alibainisha kuwa sharti la kwanza na la msingi kabisa ni kuachiliwa huru kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu ambaye kwa sasa yupo gerezani akikabiliwa na mashtaka ya kisheria. Chama hicho kimesisitiza kuwa akitashiriki katika kikao au mazungumzo yoyote yale ya maridhiano wakati kiongozi wake mkuu anashikiliwa mahabusu, kikieleza kuwa hatua hiyo ni nguzo kuu ya kuonyesha nia njema ya pande zote mbili kabla ya kuanza kwa mchakato wowote wa mashauriano ya kisiasa nchini. Kiongozi huyo wa chama cha Chadema alieleza zaidi kuwa sharti lingine kuu lililowekwa na chama hicho ni uwepo wa taasisi au mtu huru wa kimataifa wa kuwezesha na kusimamia mazungumzo hayo kati ya serikali na upinzani. Chama cha Demokrasia na Maendeleo kikifafanua kuwa hakiko tayari kuingia kwenye mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan bila kuwepo kwa msuluhishi huru kutoka nje ya nchi ambaye atakuwa na jukumu la kubaini chanzo cha migogoro ya kisiasa na kupendekeza njia sahihi ya mbele. Hatua hii inalenga kuhakikisha kuwa makubaliano yatakayofikiwa yanalindwa na kutekelezwa kwa wazi zaidi bila upande mmoja kujinufaisha kisiasa au kubadili mwelekeo wa matukio wa makubaliano hayo baadaye kama ilivyotokea katika mchakato wa awali. Viongozi wa chama hicho kikuu cha upinzani walibainisha kuwa uzoefu wa nyuma umeonyesha haja ya kuwa na msuluhishi wa kimataifa kufuatia mambo yaliyojiri baada ya mazungumzo ya awali kati ya viongozi wa upinzani na serikali. Chama cha Demokrasia na Maendeleo kikieleza kuwa mazungumzo ya maridhiano yaliyofanyika hapo awali na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan mara baada ya kumalizika kwa kesi ya aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe yalionekana kama mbinu ya kuwahadaa wananchi na kuonyesha picha ya uongo kwa jamii kuwa nchi inaingia kwenye maridhiano ya dhati. Mfumo huo wa awali bila msuluhishi huru uliacha maswali mengi kufuatia kutekelezwa kwa ahadi za msingi zilizotolewa na serikali, ikiwemo mchakato wa mabadiliko ya katiba mpya ambao uliahidiwa kuanza ndani ya siku 100 lakini hadi sasa au kutekelezwa. Pamoja na masharti hayo ya ndani, mchakato wa maridhiano na mageuzi ya kisiasa nchini Tanzania umeendelea kugubikwa na shinikizo kubwa kutoka kwa mashirika na taasisi mbalimbali za kimataifa zikiwemo Jumuiya ya Madola pamoja na Bunge la Ulaya. Taasisi hizo za kimataifa zimekuwa zikifanya jitihada na kutoa wito kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha kuwa nafasi ya demokrasia inalindwa na kwamba misingi, haki, utawala wa sheria na uhuru wa raia inazingatiwa kikamilifu. Shinikizo hilo kutoka Bunge la Ulaya na Jumuiya ya Madola linasisitiza umuhimu wa kuwa na mazungumzo ya wazi na jumuishi yanayohusisha vyama vyote vya siasa ili kuondoa mkwamo wa kisiasa na kuweka mazingira sawa ya ushindani kuelekea michakato mbalimbali ya kitaifa. Mbali na masharti ya kuanza kwa mazungumzo, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeainisha maeneo mahususi ya mageuzi ya kisheria na kitaasisi yanayopaswa kufanyika kabla ya kufanyika kwa uchaguzi wowote ujao nchini. Kiongozi wa chama hicho alieleza kuwa mageuzi ya kwanza yatakayotakiwa ni kupunguza madaraka makubwa aliyonayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan katika uteuzi wa viongozi wa vyombo vya maamuzi na mahakama. Chadema inasisitiza kuwa mfumo wa sasa ambao rais ana mamlaka kamili ya kuteua majaji wa mahakama zote nchini unahitaji uhuru wa mihimili wa mahakama, hivyo kuwa na haja ya kuwa na mfumo huru wa mawazi utakaohakikisha mahakama inafanya kazi bila kuingiliwa na mihimili wa dharura au utawala.
Mageuzi mengine ya msingi yanayotakiwa na chama hicho cha upinzani yanahusu Tume ya Taifa ya Uchaguzi, ambao Chadema inataka mabadiliko makubwa kabla ya kuingia kwenye uchaguzi mwingine. Kiongozi huyo wa upinzani alibainisha kuwa mfumo wa sasa, ambapo mwenyekiti wa tume wa uchaguzi anateuliwa moja kwa moja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unakosesha tume hiyo usawa na uaminifu mbele ya vyama vya upinzani na wananchi. Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimeeleza kuwa mchakato wa kupata viongozi na wajumbe wa tume hiyo unapaswa kufanyiwa mabadiliko ya kisheria ili rais asijihusishe kabisa na uteuzi huo, hatua inayotajwa kuwa nguzo kuu ya kupata uchaguzi huru na wa haki nchini. Kwenye upande wa muundo wa utawala na wa mikoani na wilayani, Chadema imeweka wazi msimamo wake kuhusu uwepo na utendaji kazi wa makuu wa mikoa na wakuu wa wilaya nchini Tanzania. Chama hicho kilifafanua kuwa kama kuna haja ya kuendelea kuwa na viongozi hao katika mfumo wa utawala wa nchi, basi viongozi hao wanapaswa kuchaguliwa moja kwa moja na wananchi wenyewe kupitia kura, badala ya kuteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa utashi wake binafsi. Kiongozi wa Chadema alieleza kuwa mfumo wa uteuzi wa wakuu wa mikoa na wilaya unafanywa viongozi hao kutumikia maslahi ya anayewateua badala ya kuwatumikia wananchi wanaoongoza katika maeneo yao. Mambo haya yanayotokea wakati ambapo Chama cha Demokrasia na Maendeleo kikiendelea kukosoa muundo wa sasa wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kikieleza kuwa ni bunge la chama kimoja kinachotawala cha CCM. Kiongozi wa Chadema alieleza kwa uwepo wa vyama vingi bungeni ni kama hatua ya kupachikwa tu ili kuonyesha taswira ya uwepo wa upinzani, lakini katika hali halisi hakuna upinzani wa kweli unaoweza kuisimamia serikali ipasavyo. Chama hicho kimesisitiza kuwa kitaendelea na mapambano ya kudai demokrasia ya kweli ili kuhakikisha Watanzania wanapata viongozi wanaowachagua wao wenyewe kwa njia ya haki na kwa mujibu wa sheria za nchi. Msisitizo wa masharti hayo ya maridhiano pamoja na mashinikizo kutoka kwa taasisi za kimataifa kama Bunge la Ulaya na Jumuiya ya Madola unakuja wakati serikali ya Tanzania kupitia vyombo vyake mbalimbali ikizungumzia uwepo wa amani na utulivu pamoja na haja ya kuendelekeza maridhiano ya kisiasa. Kiongozi wa Chadema amebainisha kuwa msimamo wa chama chake utabaki kuwa huo hadi pale masharti yote yaliyowekwa, ikiwemo kuachiliwa huru kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu na kuhusishwa kwa msuluhishi huru wa kimataifa yatakayofanyikiwa kwa kazi ya kikamilifu na kufanyika kwa ukweli.